Karibuni sana wadau wangu wa channel ya Mwalimu Fanuel Matabula Online Channel. Ni channel inayojihusisha na mambo ya kihistoria, inatoa mafunzo kuhusu mambo ya kihistoria, historia za maeneo, historia ya jamii kwa ujumla na mambo mengine yanayohusu historia. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kabisa kuona inapokuwa somo limerushwa kwa mara ya kwanza. Lakini usisahau comment, utoe maoni ili kuweza kuona kwamba ni namna gani tunaweza tukafanya kama umeipenda au una maoni gani. Lakini pia usisahau kushare ni kugawiza ili tuweze kupata wadau zaidi watakaopata maarifa kupitia channel hii. Kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia habari za safari za Wangoni kutoka huko walikotoka mpaka kufika huku Afrika, na mara ya mwisho tulizungumzia habari ya athari au matokeo ya safari hizo za Wangoni kutoka huko walikotoka kufika mpaka huku Afrika. Ni nini kilikuwa, ni vitu gani vilitokea na ilikuwa kuaje? Tulizungumza katika kipindi kilichopita. Nakumbuka mara ya mwisho tulikuwa tukizungumza habari hizo za matokeo hayo. Sasa katika kipindi hiki tutazungumzia habari za ni mada nyingine kabisa ambayo tutakwenda kujifunza historia ya jamii za kabla ya ukoloni, kwa sababu hapa tunachokifanya bado tunajifunza jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni waliishije. Sasa leo tutakwenda kujifunza maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika jamii hizo za Kiafrika kabla ya ukoloni. Kwa hiyo ni historia ya maendeleo ya jamii, historia ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi kabla ya ukoloni. Kwa hiyo sasa katika jamii kuna kitu wanaita uhusiano au muunganiko wa jamii, wenyewe wanaita social organization, wale waliosoma historia kwa lugha ya Kimombo. Kwa hiyo hii ina maana kwamba ni jinsi watu wanavyohusiana na jinsi watu wanavyoshirikiana kwa ajili ya kufanya uzalishaji mali, kwa maana ya kwamba jinsi wanavyokuwa wakihusiana katika kuzalisha mali, ambazo hizo mali ni mali zinazoweza kukidhi mahitaji yao wenyewe kutokana na mahitaji ya jamii husika na kutokana na kiwango cha teknolojia ambacho wamefikia na kutokana na aina ya jamii yenyewe ambayo iko maeneo husika. Lakini pia kuna zana za kazi au zana za uzalishaji, lakini pia kuna nguvu kazi. Tukizungumzia zana za uzalishaji tunazungumzia vile vifaa vinavyotumika kama jamii za kale kabla ya ukoloni walikuwa wanatumia sana majembe, mashoka na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufanya uzalishaji mali. Maana uzalishaji mali wa kipindi hicho ilikuwa ni ukulima, ufugaji na uokotaji wa matunda kwa baadhi ya jamii, kwa sababu sio kila jamii ziliweza kufanikiwa kuwa katika hali ambayo iliwaruhusu wao kulima kutokana na aina ya jamii yenyewe jinsi walivyo. Wengine walikuwa ni wafugaji tu, wanafuga tu, kazi yao hiyo. Kwa hiyo katika hali ya kawaida tunaona kabisa kwamba tukiunganisha na kuna swala pia la rasilimali ambazo rasilimali hizi zinaweza kuwa ni ardhi. Ardhi ndio rasilimali kuu ambayo ilikuwa ikitumika katika enzi hizo katika uzalishaji wa mali au katika maendeleo ya kiuchumi. Ardhi ilikuwa ni rasilimali muhimu kama ilivyo sasa tu, kwa sababu hata sasa bado thamani ya ardhi kama rasilimali kuu haijaisha. Kwa hiyo
tukiunganisha sasa hizo nguvu kazi ya kilimo, nguvu kazi ya uzalishaji, ambayo nguvu kazi ni watu wenyewe wanaotumia nguvu yao kuzalisha mali, na pia tukiunganisha na hizo zana za uzalishaji ambavyo ndio vifaa na hizo rasilimali, tunapata njia za uzalishaji zilizokuwa zinatumika. Wenyewe waliosoma historia kwa lugha ya Kimombo wanaita means of production. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba katika jamii lazima kuwe kuna vitu hivyo. Lakini pia jamii za kale zilikuwa zinazalisha kutokana na wao jinsi walivyokuwa, aina ya jamii. Lakini pia kiwango cha teknolojia ambacho kipo kule na mazingira husika ambayo hao watu wapo. Hivi vitu vitatu vilikuwa vinawasaidia sana katika uzalishaji wao, na hivi ndio vilikuwa vinaamua kwamba wazalishe nini au hiyo jamii ijikite katika kufanya kitu gani. Lakini pia tukizungumzia habari ya mahusiano ya watu au mahusiano ya wanajamii katika mazingira fulani, haya mazingira au mahusiano ya wanajamii katika mazingira hayo yalikuwa yanatofautiana na kuhusiana kutokana na jamii fulani. Sasa hizi jamii, kuna nyingine zilikuwa zinazalisha, kuna hatua fulani ya uzalishaji ambayo hatua au hali ya uzalishaji fulani ambayo watu walikuwa wanazalisha kiwango sawa, na walikuwa wanazalisha kwa matumizi tu. Hakukuwa na haja ya kwamba wafanye biashara au wafanyeje. Ilikuwa ni jambo la kawaida tu kuzalisha kwa ajili ya matumizi basi, na watu wote walikuwa wanashiriki, na maana wanachokizalisha kinakuwa cha wote. Lakini kuna baadhi ya jamii ambazo zilipitia hatua za uzalishaji ambazo zilikuwa zinatofautiana, kwa sababu kuna baadhi ya watu mle katika jamii zao walikuwa hawazalishi, lakini wanatarajia wapate vilivyozalishwa na wengine. Sasa hii ndio ile tunaita mifumo ya kinyonyaji. Hali au hatua ya kinyonyaji ya uzalishaji mali, ambayo wale waliosoma historia ya Kiingereza wanaita exploitative mode of production. Umeona? Kwa hiyo hii ni mifumo au hatua za kinyonyaji zilizowahi kupitiwa na jamii fulani. Jamii fulani ziliwahi kupasi katika hatua hizo au katika hali hizo za uzalishaji, hali hiyo. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba katika jamii uhusiano kati ya watu na watu, kati ya wazalishaji, ilikuwa ni tofauti kutegemea na mazingira, kutegemea na jamii, aina ya jamii na aina ya mifumo ya uzalishaji ambayo imewahi kupitiwa na hiyo jamii. Jamii imewahi kuwa nayo hiyo mifumo. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kwa hali ya kawaida kuna baadhi ya jamii ambazo jamii za kale zilikuwa na mifumo mizuri ambayo haikuwa ni ya kinyonyaji, lakini kadri siku zilivyozidi kuendelea ikaja mifumo ambayo mifumo hiyo ilikuwa ni mifumo ya kinyonyaji, ambayo kuna wazalishaji lakini kuna wengine walikuwa wanakula bila kuzalisha, hasa kwa wale waliopitia mifumo ambayo ilikuwa ina matabaka. Kwa mfano kama wale watu wa dini, wale watu wa viongozi kama ni wabunge, watu wa mahakama na wengine wa juu kule ambao walikuwa hawazalishi.
lakini walikuwa wanategemea vilivyozalishwa. Sasa katika mifumo hiyo, ina maana tunasema kwamba hawa watu walikuwa wanategemea kutumia kilichozalishwa na wengine. Kwa hiyo hii ndio tunaiita mifumo ya kinyonyaji ambayo jamii zilipitia katika uzalishaji mali. Sasa katika historia ya binadamu kulikuwa kuna mifumo mitano, au kulikuwa na aina 5 za uzalishaji ambazo jamii ziliwahi kupitia. Mifumo hiyo au aina hiyo ya uzalishaji ilikuwa inatofautiana kutoka jamii moja hadi jamii nyingine, kwa sababu kulikuwa kuna mifumo ambayo kutokana na aina ya jamii na mazingira jamii ilipo ilikuwa ni vigumu kuweza kuipitia, lakini kuna mifumo mingine ilipitia kama kawaida. Sasa mifumo hii au aina hizi za uzalishaji au hali ya uzalishaji ya wakati huo zinatofautiana kutoka vipindi hadi vipindi. Kuna aina 5. Tunaweza tukasema ni aina 5 au hatua 5 za uzalishaji ambazo jamii kwa historia ya binadamu, jamii za binadamu wa kale waliwahi kupitia, na ambazo nyingine baadhi ya mifumo iko mpaka leo. Mifumo yenyewe, mfumo wa kwanza ni ujima. Wale waliosoma historia ya Kiingereza wanaita communalism. Halafu kuna utumwa ambao wanaita slavery. Halafu kuna ukabaila ambao wanaita feudalism. Halafu kuna ubepari ambao wanaita capitalism, na kuna ujamaa ambao wanaita socialism. Sasa hapa katika ujamaa, nadhani hizo ni mada za mbele sana zitakazozungumzia habari ya ujamaa ulivyoanza, ujamaa wa kufikirika, ambao watu walikuwa wanadhani tu kwamba iko siku hawa mabepari, hawa mabwana wataamua tu kwamba tushie sasa mali, tushiriki wote kuzitumia mali kama jinsi ilivyokuwa kwa ujima, isipokuwa tu kwamba iwe tofauti kidogo, kwa sababu ujima inaitwa ni mfumo wa kale wa uzalishaji mali, na ni mfumo wa kale na unaitwa ni mfumo ambao butu kutokana na changamoto ya kiwango cha chini cha teknolojia walichokuwa wanakitumia. Lakini sasa hawa watu walikuwa wanawaza kwenye ujamaa kwamba iko siku hawa matajiri, hawa mabwenyenye watakuja wakutugawia na sisi mali kidogo. Hizi aina za ujamaa, hii aina hii ilikuwa inaitwa ni ujamaa wa kufikirika. Wenyewe walikuwa wanaita utopian socialism. Sasa hicho ni kidokezo tu nimewapa. Hizo mada ziko mbele kidogo. Sasa hivi tunazungumzia swala la Waafrika, maana hayo mambo yalijitokeza huko Ulaya. Sasa hivi tunazungumzia habari za Waafrika kabla ya ukoloni, na baada ya hapo itakuja wakati wa ukoloni, na baada ya ukoloni, na baada ya hapo mambo mengine yatafuata tegemea na mada jinsi zitakavyokuwa zikitolewa hapa. Kwa hiyo tumesema kwamba mfumo wa kwanza ulikuwa ni ujima, na wa pili ulikuwa ni utumwa, na wa tatu ulikuwa ni ukabaila, wa nne ulikuwa ni ubepari, na wa tano na wa mwisho ulikuwa ni ujamaa, ambao ujamaa nchi nyingi sasa hivi hazitumii. Nchi nyingi zipo kwenye mfumo wa tano, wa nne ambao ni ubepari, ambapo kila mwenye chake akusanye tu kadri apendavyo. Mabepari ni wabinafsi kidogo, kwa hiyo ndio hivi. Naam, basi tuanze kuelezea habari ya ujima. Ujima bwana, kama nilivyosema mwanzo,
ujima ilikuwa ni mfumo au hatua ya kwanza kabisa ya uzalishaji mali ambayo ilitokea katika jamii za kale sana, miaka mingi iliyopita ya jamii za kale za binadamu, ambazo walipotoka kwenye yale mabadiliko yao ya kibinadamu kama tulivyoyaona huko mwanzoni kabisa mwa vipindi, habari za tulipokuwa tukizungumza habari ya mabadiliko ya binadamu, tulizungumzia mambo mengi ya mabadiliko, jinsi binadamu walivyokuwa wanabadilika kutoka kwenye hao Mapithecus kuja mpaka habilis yao mpaka kuja kwenye sapiens, hadi kuja kwenye sapiens. Baada ya hapo, walipokwisha kufahamu kwamba wanahitaji kushirikiana na kuwa kwenye jamii ili kuweza kufanya mambo yao, basi hapo ndipo ulipoanzia ujima. Na ujima ni hatua ya kwanza kabisa ya uzalishaji mali. Hatua ya kwanza ni ya kwanza kwa sababu ni hatua ya kale sana, na ni hatua ya kiwango cha chini sana, na inaitwa ni ya kiwango cha chini kwa sababu ya teknolojia ya chini ambayo ilikuwa katika jamii hizo zilizokuwa zikiishi katika mfumo au hatua hiyo ya ujima. Na wajima, watu walioishi katika ujima walikuwa ni watu ambao hakukuwa na mtu anayemnyonya mwenzake, yani kwa maana ya kwamba kusubiri kilichozalishwa na mwingine. Wale walikuwa wakizalisha pamoja, wanakula pamoja. Kwa hiyo kwa lugha rahisi tunasema kwamba kipindi hicho hapakuwa na haja ya biashara, kwa sababu hata hii barter trade ina maana kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya changamoto za kwamba kuna mtu anahitaji hiki, mwingine hana. Kuna wengine wanazalisha hiki, wengine hawana. Lakini ujima ilikuwa ni mwanzoni kabisa kabla ya hayo. Ina maana kwamba walikuwa wakizalisha pamoja, kama ni matunda wanakusanya pamoja, wanakula pamoja. Na kipindi hicho naweza nikasema kwamba hata ufugaji ulikuwa ni ufugaji wa kumiliki wanyama kwa pamoja. Na huko ndiko ulikoanzia ufugaji. Ulianzia ufugaji kidogo kidogo. Kabla ya hapo, tuseme kwamba katika hatua ya kwanza kabisa ya ujima, hatua za mwanzoni za ujima, kabla watu hawajaweza kufuga, basi walikuwa ni wawindaji tu. Wanawinda, wakipata mnyama, huyo mnyama anakuwa ni wa wote, ni wa jamii nzima. Kwa hiyo anatumika kwa niaba ya jamii nzima. Hakuna ile exploitative mode of production, haikuwa hivyo. Ujima ilikuwa ni aina ya uzalishaji ambayo walikuwa wanaweza kushiriki au wanaweza kutumia wote. Jamii nzima ilikuwa na uwezo wa kutumia kile kilichozalishwa na wanajamii wenyewe. Hakukuwa na mwenye kingi wala mwenye kidogo kipindi hicho. Na kimsingi ni kwamba mpaka mwishoni mwa karne ya 19 kuna baadhi ya jamii ambazo zilikuwa bado zinatekeleza au zinayaishi maisha ya kiujima mpaka nyakati hizo. Kwa mfano, kulikuwa kuna Wahadzabe na Wasandawe kwa humu Tanzania, lakini pia kulikuwa kuna Wandorobo ambao walikuwa wako Kenya. Kulikuwa kuna Wateso ambao walikuwa Uganda pale, lakini kulikuwa kuna Khoisan ambao wao walikuwa wanaishi maeneo ya jangwa la Kalahari. Maeneo yale ya jangwa la Kalahari. Lakini ukiachana na hao, pia kulikuwa kuna Wambuti kutoka Kongo. Wambuti hawa walikuwa wanakaa misitu ya Kongo. Nadhani hawa wanajulikana sana, ni maarufu kwa sababu wanakaa misituni sana. Wengine wanaita Bushman, wengine wanaita Mbilikimo, wengine yani wana majina mengi tu wanaitwa. Kwa hiyo hawa watu, hizi jamii ni jamii ambazo mpaka mwishoni mwa karne ya 19 walikuwa bado wanaishi katika hiyo mifumo, yani huo mfumo wa ujima.
lakini kutokana na changamoto za mazingira na kuingiliana na jamii, kuchanganyika na jamii nyingine zenye tabia nyingine, basi na wakajikuta moja kwa moja wameshachukua mfumo ambao haukuwa katika jamii yao. Wakajikuta wamechukua mfumo ambao mfumo huo ulikuwa ni mfumo wa kisasa. Kwa hiyo ina maana, kwa mantiki hiyo, hizi jamii ni jamii pekee ambazo hazikupitia hatua zote tatu. Maana kihistoria Afrika walipitia aina tatu tu za uzalishaji mali. Ambapo Waafrika kabla ya ukoloni walipitia hatua tatu. Walipitia ujima kama hatua ya kwanza, lakini walipitia utumwa, lakini pia walipitia ukabaila. Hiyo ndio ilikuwa mifumo ambayo walikuwa wanaipitia Waafrika ya uzalishaji mali kabla ya ukoloni. Sasa wakoloni wametuletea ubepari. Huu sio mfumo wetu. Huu ni mfumo tu ambao umeingia kwa sababu za kiutawala. Kwa hiyo kama tunavyoona kwamba ujima ina maana kwamba walikuwa wote wanaweza kushiriki kinachopatikana, wanatumia wote. Kwa hiyo hata hizi jamii nilizozitaja mpaka mwishoni mwa karne ya 19 walikuwa bado wako katika mifumo hiyo ya uzalishaji. Yani walikuwa bado wanatumia ujima. Lakini kutokana na hali za kimazingira kama nilivyosema, walilazimika kubadilisha. Ni zipi basi zilikuwa sifa za ujima? Tukizungumzia ujima, tuseme kwamba sifa za ujima zilikuwa ni kama hivi, wenyewe wanaita characteristics au features za huu ujima au communalism. Ni kwamba kwanza, rasilimali zote na njia zote za uzalishaji, yani major means of production, zilikuwa zinamilikiwa na jamii nzima. Ina maana rasilimali kama vile ardhi na vyanzo vya maji vilikuwa ni vya jamii nzima, ambapo hapakuwa na mgawanyo kwamba hii jamii imiliki hiki au hawa watu wamiliki hiki na hawa wamiliki hiki. Na kwa sababu hiyo ina maana kwamba walikuwa wanafanya kazi pamoja. Lakini jambo jingine ni kwamba, au sifa nyingine ni kwamba huu ujima haukuwa kabisa na matabaka. Hakukuwa na tabaka la juu la matajiri au wenye nacho na tabaka la maskini, kwa sababu wote walikuwa katika kiwango kimoja tu cha umiliki wa mali. Na ndio maana hata teknolojia ilikuwa iko chini kwa kipindi hicho. Lakini jambo jingine ni kwamba katika hii mifumo au huu mfumo wa ujima hakukuwa na unyonyaji kama tulivyosema mwanzoni. Kwa hiyo kutokana na sifa hii ya kutokuwa na unyonyaji, na maana kwamba watu waliheshimiana, hawakudharauliana kwa sababu ya vipato. Kwa kila mtu alimheshimu mwenzake kutokana na mazingira ambayo yalikuwepo. Kila mtu alimheshimu mwenzake, hakukuwa na masuala ya kudharauliana. Lakini jambo jingine ni kwamba katika swala hili au katika mfumo huu wa ujima ni kwamba kile kilichozalishwa kilizalishwa kwa matumizi tu. Yaani tukisema kwa matumizi tu, ina maana kwamba hawa watu walizalisha kwa ajili ya kutumia tu, yani labda kama chakula hivi. Wakishamaliza kula basi kikiisha wanarudi. Kwa mfano kama jamii ilikuwa ni ya wakusanya matunda hivi, au wakusanya mizizi, yani chakula chochote ambacho kilikuwa kitafutwa wakati huo, ina maana walikuwa wanakitafuta. Wakishakipata wanatumia au wanakula, chote kinaisha. Kikishaisha ina maana kesho au siku inayofuata wakishaona kimeisha, wanalazimika kurudi kule tena kwenda kutafuta chakula kingine. Umeona? Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba
kilizalishwa kitu ambacho kinaweza kikatumiwa na kikaisha chote kwa jamii hiyo, yani kwa ajili ya mahitaji tu. Walitafuta kwa ajili ya mahitaji ya jamii tu, na wala hawakutafuta kwa ajili ya kujinufaisha na kufanya biashara na kumiliki vitu vingi. Hawakufanya hivyo, umeona. Kwa hiyo hata wawindaji pia walikuwa wana uwezo wa kuwinda mnyama, wakampeleka katika jamii, wakamgawana, wakala, wakamaliza. Huyo mnyama akishaliwa akaisha, basi walikuwa wanachofanya ni kwamba wanamchukua akishaisha tu, kwamba kesho yake au siku nyingine inayofuata, kutokana na mahitaji yao, basi wale wawindaji walirudi tena msituni kwenda kuwinda, au walirudi tena msituni kwenda kukusanya chakula kingine. Wanaleta, kinaliwa na jamii nzima, kinaisha, wanarudi tena kwenda kutafuta kingine. Kwa hiyo ina maana walikuwa wanazalisha kitu ambacho walikuwa na uwezo wa kukitumia chote kikaisha kabisa, alafu baada ya hapo wakarudi kutafuta kingine. Na sifa nyingine na ya mwisho katika ujima ni kwamba katika mfumo huu wa ujima watu walikuwa, yani mgawanyo wa kazi ulikuwa ni mwepesi tu, kwa sababu ulikuwa unafuata mambo ya kijinsia na umri. Ulikuwa unafuata mambo ya jinsia na umri, kwa maana ya kwamba wanawake, kwa mfano, wanawake katika jamii nyingi za kale za Kiafrika wakati wa ujima walikuwa na uwezo wa kukusanya labda mboga za majani na wale wadudu ambao wanaweza kuliwa. Tukisema wadudu wanaoliwa wanafahamika. Kwa mfano kwa jamii zilizotumia kumbikumbi au senene na wadudu kama hao, basi waliweza kuwakusanya kwa ajili ya kuwapeleka na kuchukua yale mambo mepesi tu, kwa mfano kukusanya matunda hivi. Lakini wakati huo wanaume walikuwa kazi yao wao wanawinda. Sasa wale ndio walikuwa wakuwinda, kwa sababu hizi kazi zilikuwa zinahitaji nguvu. Ina maana ukishawinda, kwa mfano wamewinda, wamempata nyati, wameua, inabidi watumie nguvu kubeba, kuburuza, kuleta nyumbani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina maana katika mfumo huu wa uzalishaji ulioitwa ujima, ina maana kwamba mgawanyo wa kazi uliendana na umri, lakini uliendana na jinsia. Kwa hiyo mgawanyo wa majukumu ulitofautiana kutoka jinsia moja, na yani ulitofautiana kati ya jinsia moja na nyingine. Lakini pia mgawanyo wa majukumu ulitofautiana kutoka umri fulani kwenda umri fulani. Na mifano yake ni ule uongozi ambao tuliwahi kuelezea enzi hizo wakati tunazungumza habari za utawala kabla ya ukoloni. Tulizungumza habari za kitu kinaitwa age set system, yani uongozi uliojikita zaidi katika uzalishaji unaofuata umri. Ina maana shughuli za watu zilikuwa zinafuata umri wao, na huo ndio mfano wa umri ambao naosema. Kwa hiyo hata wakati wa ujima ilikuwa ni hivyo. Hawa kwa mfano kama Wamasai, wao ndio walikuwa watu wa kupigiwa mifano kabisa katika mambo ya age set system. Kipindi kile uongozi unaofuata uzalishaji mali unaozingatia umri. Kwa hiyo ina maana kwamba uzalishaji mali unaozingatia umri ulikuwa unafanyika pia katika ujima, na walikuwa pia wanafanya hivyo kwa kuzingatia habari za jinsia. Ina maana kwamba wao, ili ugawiwe kazi fulani, ulichukuliwa katika kigezo cha muonekano, aidha una umri fulani au una jinsia fulani. Unaona? Basi hizo ndizo zilikuwa sifa za ujima, mfumo ulioitwa ujima, hatua ya kwanza kabisa ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu. Mfumo wa kwanza kabisa au hatua ya kwanza ya uzalishaji mali ilikuwa ni hiyo. Na naweza nikasema kwamba baada ya hapo tutakuja kujifunza habari ya kivipi sasa huo mfumo wa ujima ulikuwa unabadilika taratibu mpaka ukapatikana mfumo mwingine ambao ulikuwa ni mfumo wa utumwa, ambapo utumwa ulisababishwa na swala la kuongezeka kwa uzalishaji mali, kuendelea kwa sayansi na teknolojia ya wakati huo,
Na kwa hiyo kutokana na kuongezeka bidhaa na uzalishaji mali, ina maana kukaanza tena kuibuka biashara. Kwa hiyo katika biashara hiyo watu wakawa na tamaa kwamba tupate watu wa kuweza kutuzalishia mali nyingi ili tufanye biashara tunufaike zaidi. Hapo ndipo walipoanza kutafuta watumwa. Basi hilo ni dokezo tu, lakini hiyo itakuwa katika kipindi kinachofuata. Niseme tu kwamba usisahau kusubscribe kwa ajili ya kuwa wa kwanza kupata video hiyo inapokuwa imerushwa kwa ajili ya masomo, lakini usisahau kushare ili tuweze kupata wadau. Lakini usisahau comment kama una maoni yoyote, lakini pia usisahau kuweka alama ya kuipenda au kutoipenda. Ukiona umeipenda unaweka, ukiona haukuipenda basi ni namna yako wewe unavyoweza kuona. Basi mpaka hapo niseme tu kwamba somo hili liishie hapa, na huo ndio ulikuwa mfumo wa ujima au hatua ya kwanza kabisa ya uzalishaji mali. Na mpaka hapo niseme kwamba sina la ziada. Niwaage, niwatakie utafutaji mwema wa maarifa zaidi, ujifunzaji mwema na wakati mwema. Kwaherini kwa sasa.